Kuna breaking news hapa kuhusu Mtanzania mwenye makazi yake nchini Marekani ambaye ametekwa na vikosi vya utekaji vya Samia Suluhu Hassan. Makala hii inaelezea kwa kifupi kuhusu tukio hilo, lakini pia inakwenda mbali na kuzungumzia kuhusu jitihada mbalimbali zinazoendelea za kukabiliana na utawala huo dhalimu ambao tangu Oktoba 29 licha ya kufanya mauaji ya maelfu ya Watanzania unaendeleza kampeni ya kuteka watu ovyo. Kwa hiyo taarifa zilizopatikana zinaeleza kwamba Mtanzania mmoja mwenye makazi yake nchini Marekani ametekwa na vikosi vya utekaji vya Samia Suluhu Hassan. Mtanzania huyo anafahamika kwa jina la Tadei Kweka, ni mkazi wa Marekani na ametekwa sio nchini Marekani bali ametekwa akiwa nchini Tanzania, ambapo yumkinika kuamini kuwa alikuja kwa ajili ya sikukuu ya Christmas. Watanzania wengi huwa wanatumia mapumziko ya mwisho wa mwaka kutembelea sehemu za asili walikotoka. Kwa hiyo taarifa hii ya kutekwa kwa huyu Tadei Kweka ilifahamika kupitia kwa Mtanzania mwingine mwenye makazi yake nchini Marekani anayefahamika kwa jina la Liberatus Mwang'ombe. Huyu ni kada maarufu wa Chadema, lakini pia ni mwanaharakati wa haki za binadamu. Kwa hiyo alitoa taarifa hii kupitia mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, akieleza kwamba huyu Tadei Kweka ametekwa na vikosi vya utekaji wa Samia Suluhu Hassan, na hilo lilitokea usiku wa jana. Sasa taarifa zaidi zinaeleza kwamba hao watu wasiojulikana, hivyo vikosi vya utekaji vya Samia vilivamia nyumbani kwa huyu bwana Kweka, na baadhi ya polisi walioshiriki katika uvamizi huo walifahamika kuwa wametoka kituo cha polisi cha Hai. Kwa hiyo ni habari ambayo kwa hakika ni ya kusikitisha, lakini kwa bahati mbaya matukio haya sasa yanaanza kuzoeleka, kwa sababu hili janga la utekaji halijaanza Oktoba 29, limeanza kitambo. Na kwa hakika yumkinika kusema kwamba mpaka sasa hivi hakujawa na ufumbuzi, kwa sababu kwa upande mmoja serikali inapuuzia kuongelea swala hili na haiwezi kuongelea kwa sababu yenyewe ndio inahusika, lakini upande wa pili hakujawa na hatua madhubuti za kukabiliana na janga hili. Moja ya hatua ambazo zinastahili pongezi ni zilizochukuliwa na wale mashujaa wa Gen Z ambao Oktoba 29 waliamua kuingia mtaani, kwa sababu moja ya sababu za maandamano yale, tofauti na anayosema Mwigulu Nchemba kwamba wamelipwa na vitu kama hivyo, moja ya sababu ya maandamano yale yalikuwa ni kupinga hili swala la utekaji ambalo kwa muda mrefu sasa limeshika hatamu katika nchini Tanzania. Hata hivyo kuna masuala kadhaa ya kuangalia kuhusiana na hili janga la utekaji, na hapa tunatupia jicho tukio hili la bwana Kweka, lakini pia tutatazama muktadha mpana wa harakati zinazoendelea kukabiliana na hali ya ukosefu wa usalama nchini Tanzania, hususan kwa watu ambao wanadhaniwa kuwa wanahusishwa na harakati mbalimbali, lakini pia wanaotizamwa na utawala wa Samia Suluhu Hassan kama wapinzani wa serikali hiyo. Lakini sasa hata wale ambao wanaongelea majanga yaliyotokea hayo Oktoba 29 nao wanaonekana kuwa ni watu wanaostahili kutekwa. Kimsingi mtu yeyote anaweza kutekwa, hata wale wanaodhani wako karibu na CCM. Mmeshuhudia hapa Geoffrey Mwambe ambaye alikuwa ni waziri katika serikali ya Samia, huyo majuzi hapa alitekwa, na kelele za watu ndio zilizosaidia hatimaye jeshi la polisi likakiri kwamba linamshikilia na kumpeleka mahakamani na hatimaye kumwachia kwa dhamana. Kwa hiyo bila kelele huenda angeweza kupotezwa. Haijulikani mpaka muda huu ni watu wangapi ambao wametekwa, sio ile idadi ya mwanzo, kwa sababu kabla ya Oktoba 29 idadi ya watu waliotekwa ilikuwa inajulikana kwamba ni zaidi ya 200 kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, na hao 200 ni wale ambao taarifa zao zimeripotiwa, kwa sababu kuna watu wengi wamepotelewa ndugu zao, wanaogopa kusema, lakini wengine hawana uwezo, hawako kwenye mitandao ya kijamii, sio watu maarufu. Kwa hiyo mkinika kuamini kwamba idadi waliotekwa ni zaidi ya hao 200 wa kabla ya Oktoba 29. Lakini wiki chache kabla Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29 kuna wimbi kubwa la watu waliotekwa, na hili idadi halisi haijulikani. Kadhalika kwa sababu kuna wengine ambao sio maarufu, kuna wengine ndugu zao wanaogopa kusema, lakini kumekuwa na mkanganyiko. Kuna watu ambao wamefiwa na ndugu zao, kuna wengine wamepotelewa na ndugu zao. Kwa hiyo kuna mkanganyiko mkubwa, lakini kimoja cha wazi ni kwamba Samia Suluhu Hassan anaona kwamba hii ni njia anayotumia kuwatia uoga wa Tanzania na wakati huo kuwaongoza kwa mabavu, na kwa hakika hiki ni kitu ambacho hakipaswi kuvumilika. Sasa kuna swali ambalo pengine halitowapendeza watu wengi kujiuliza kuhusiana na tukio la bwana Kweka. Yeye ni mkazi wa Tanzania Marekani, ana haki ya kutembelea Tanzania,
na ndicho alichofanya. Yumkinika kufanya hivyo kwamba alikwenda labda kwa ajili ya mapumziko ya Christmas, lakini hiki ni kipindi cha hatari. Na moja ya vitu ambavyo mimi naweza kaongea kama reference kwangu mimi mwenyewe, mimi nimekuwa na changamoto mbalimbali kusoma usalama na vitu kama hivyo, lakini moja ya vitu ambavyo kanuni ya msingi ya usalama ni kuto underestimate adui yako. Yani kamwe usimdharau, kamwe usihisi kwamba hawezi kufanya kitu cha namna fulani. Kwa sasa hivi Mtanzania yeyote aliyoko ugaibuni, awe ni mpenzi wa CCM au awe mkosoaji au hata wale ambao sasa hivi Mtanzania kutoka nje ya Tanzania kwenda nyumbani, kwa hakika ni kujitafutia matatizo. Hii haimaanishi kumlaumu Bwana Kweka. Pengine alikuwa na assurances, alikuwa na guarantees kwamba kutakuwa ni salama, lakini kipindi hiki ni kibaya, na kwa kibaya zaidi kwa sababu Mwigulu tangu aingia madarakani amejitahidi sana kutengeneza chuki dhidi ya Watanzania walioko nje ya nchi, na anafanya hivyo kwa sababu mbili za msingi. Moja ni iliyodumu kwa muda mrefu, kwamba viongozi wengi wa Tanzania wanajua tishio moja kubwa la utawala wao ni Watanzania walioko nje. Lakini pili, anajaribu kureframe maelezo kuhusu nani amehusika na mauaji ya Oktoba 29 na kuendelea, kwamba sio Samia Suluhu Hassan bali ni hawa Watanzania walioko ughaibuni ambao waliwatuma vijana kuandamana na matokeo yake ndio vijana wakabidi kuuawa. Kwa hiyo wao waliofanya mauaji bado wanadiriki kuwanyoshia vidole watu ambao kwa hakika kama ni kosa pekee waliofanya ni kutaka haki za Watanzania ziheshimiwe. Ndio kitu kikubwa kinachofanywa na Watanzania walioko diaspora. Na hao Watanzania walioko diaspora ambao wanazungumzia mambo ya Tanzania ni wachache, kwa sababu idadi kubwa ya Watanzania walioko huku hawajali kufuatilia yanayoendelea nyumbani, au wengine wanaogopa, wengine wanataka maslahi katika CCM na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kundi dogo tu la Watanzania walioko nje ambalo limekuwa mstari wa mbele kupiga kelele kinachoendelea. Lakini moja ya mafunzo muhimu katika hili lilomkubwa Bwana Kweka, sio jambo la kufurahia, ni la kusikitisha, lakini ni muhimu kutambua kuwa hali nyumbani ni mbaya. Kwa hiyo kuna haja ya kuto underestimate ukweli kuwa hawa watu ni hatari, na mtu na hilo halihitaji kukumbusha, kwa sababu mtu aliyediriki kuua watu zaidi ya 10,000 anashindwa nini kuteka watu? Kwa hiyo hili la kuteka inaonekana dogo ukilinganisha na idadi kubwa ya watu ambao wamekwisha tekwa. Kwa hiyo wakati tunatafuta ufumbuzi, wakati wa Tanzania wanatafuta ufumbuzi, kwa sababu ufumbuzi wa kwanza wa kudumu wa tatizo hili ni kwa Samia mwenyewe kuondoka, lakini pili, kuna wawezeshaji wa haya yanayofanya Samia. Haya yanafanywa kwa ridhaa na baraka ya Chama cha Mapinduzi, chama cha kiharamia. Hiki ndio kinachowezesha na kitaendelea kuwezesha haya yanayojiri nchini Tanzania. Kwa hiyo wa kwanza ni Samia na genge lake. Hawa wakitoka, hatua ya pili itaelekezwa kwa CCM. Sasa katika hayo kuna haja ya kutupia macho jitihada zinazofanyika muda huu. Moja ya jitihada kubwa hasa iliyoanza Oktoba 29 ni maandamano. Maandamano Oktoba 29 yalifanikiwa. Bahati mbaya matokeo yake hayajakuwa mazuri na pengine matunda yake bado hayajaonekana, lakini mbegu za mabadiliko zilizopandwa Oktoba 29 haziwezi kuuawa, zitachipuka na zitazaa matunda. Lini ni swala la muda, lakini kubwa ni kwamba Oktoba 29 historia mpya iliandikwa, kwa sababu katika historia ya Tanzania hakujawahi kufanyika maandamano makubwa kama yale ya Oktoba 29, na hili halipaswi kufutwa na idadi kubwa ya watu waliouawa, maana taarifa zinasema kwamba zaidi ya watu 10,000 wameshauawa mpaka sasa hivi kutokana na hayo mauaji yaliyoanza Oktoba 29. Lakini haya mauaji hayapaswi ku-overshadow au kufunika ukweli kwamba kuna historia iliandikwa Oktoba 29 mpaka takriban Novemba 4, ambapo vijana mashujaa wa Gen Z walijitoa mhanga na kupigania mustakabali wa Tanzania yao. Na itakuwa kosa kubwa sana kupuuza ule mhanga ule, damu ile imemwagika kwa ajili ya ukombozi wa Tanzania. Na endapo Watanzania watafika sehemu na kusahau yale yaliyojiri katika zile siku 4 siku 5 na zilizofuatia, litakuwa ni kosa lisilosameheka. Kwa hiyo baada ya maandamano ya Oktoba 29 kuna maandamano mengine yakapangwa kufanyika Disemba 9. Tuwe wa kweli, maandamano ya Disemba 9 hayakufanikiwa. Idadi waliojitokeza ilikuwa ndogo, lakini pia kuna tuhuma kuhusu ahadi za uongo zilizotolewa kuhusiana na ile hayo maandamano ya Disemba 9. Kuna ule bwana anaitwa Abili alidai kwamba angedukua na vitu kama hivyo. Mnajua hakuna kilichofanyika. Matokeo yake tarehe ilifika, lakini mobilization nayo ilikuwa ndogo. Mobilization ilikuwa kubwa kiasi fulani, lakini yale yaliyoahidiwa kwamba watu wakiingia mtaani hakutakuwa hiki hakutakuwa kile
hakuna kilichotokea. Lakini pia ni muhimu kutambua kuwa moja pia vitu vilivyochangia maandamano ya Disemba 9 kutofanikiwa yalikuwa ni kufungiwa kwa akaunti ya Mange Kimambi, kwa sababu yeye alihamasisha sana maandamano ya Oktoba 29. Kwa hiyo kwa bahati mbaya Meta, wamiliki wa Instagram na WhatsApp, walifungia akaunti yake. Kwa ile mobilization aloweza kuifanya Oktoba 29 ikawa imeshindikana katika hayo maandamano ya Disemba 9. Yakapangwa maandamano mengine ya Disemba 25 juzi hapa siku ya Christmas, na haya nayo kwa kweli hayakuwa na mafanikio makubwa. Ndio kuna vijana wachache waliojitokeza, lakini ufanisi wake hauwezi kuelezwa kama ulikuwa mkubwa. Na kuna swala la msingi ambalo linapaswa kujiuliza, kwa sababu baadhi ya watu wanasema sasa, kwa nini haya maandamano yanapangwa siku za sikukuu? Kwa mfano ya Disemba 9 ilikuwa ni uhuru na jamhuri, halafu hayo Disemba 25 ilikuwa ni siku ya Christmas. Kwa hiyo baadhi ya watu wakawa wanasema haya maandamano kuangukia sikukuu pengine sio jambo zuri sana, kwa sababu kwa mfano ile Disemba 9 ofisi nyingi zilikuwa zimefungwa. Hata ungesema nataka kwenda Ikulu au wapi, changamoto bado ingekuwa pale kwamba ofisi nyingi zimefungwa. Lakini kuna hii Disemba 25, nafahamu kuna makabila mengi kama Wachaga, tarehe 25 Christmas huwa wanakwenda majumbani. Kwa hiyo kuna watu ambao pengine wangependa kushiriki katika maandamano hayo ya Disemba 25, walishindwa kufanya hivyo kwa sababu walikuwa na majukumu, na pia ilikuwa ni siku ya sikukuu. Hata hivyo, baadhi wakasema kwamba hizo ni wakati mzuri wa kufanya siku za sikukuu, kwa sababu watu wanakuwa kwa mapumzikoni, wanaweza kushiriki kwa wingi. Huo ni mjadala endelevu ambao una fursa ya kila mtu kuangalia. Kuna maandamano mengine yamepangwa kutokea Januari 1, Januari mosi 2026 kesho kutwa hapa, ambayo nayo imepangwa kuhamasishwa, na ukosoaji bado uko pale pale kwamba hiyo ni siku ya mapumziko, pengine itakuwa sio siku mwafaka, lakini watetezi wanasema hiyo ni siku nzuri, mwaka unaanza upya, tunaanza mapambano upya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mjadala endelevu ambao pengine watu wengi wanapaswa kushiriki na kufikiri hata hivyo, moja la muhimu, na huu ni mtizamo wa Jasusi TV, kwamba licha ya maandamano hayawezi kufanyika labda leo yamefanyika yakafanyika tena kesho kutwa. Kweli lengo ni kufanya maandamano endelevu, lakini so far yanayotokea sio endelevu, yanatokea sporadic. Labda yametokea Oktoba 29, yakatokea tarehe 9, yametokea 25, na mengine yamepangwa kutokea tarehe 1. Na logistics za kufanya maandamano kila siku sio rahisi. Kwa hiyo huu ni ukweli ambao unatakiwa kufahamika. Ni rahisi kusema watu wanatakiwa kae mtaani na nini, lakini kukaa mtaani kila siku sio rahisi, hasa ikizingatia kwamba vijana wengi wanaojitokeza mtaani hawana shughuli za kuingizia kipato. Kwa hiyo wana sacrifice kipato chao kuingia mtaani. Of course, maandamano yakifanikiwa pengine kutawatoa katika kutokuwa na shughuli, lakini katika mazingira ya kawaida inakuwa ni vigumu wao kuendelea. Wanaandamana kila siku huku biashara zimesimama, hawana hela kulipa kodi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kunakuwa changamoto. Kwa hiyo labda la msingi, hii sio kulaumu, ni kujaribu kuangalia njia mbadala au njia za ziada. Moja ya njia ambayo inaweza kuwa na ufanisi sana ni pamoja na kile ambacho kilifanyika huko Zanzibar, hasa visiwa vya Pemba, kususia, kuwatenga wale wanaohusika, kwa sababu haya masuala ya utekaji yanasaidiwa sana na wenye viti wa serikali za mitaa pamoja na mabalozi wa nyumba kumi. Sasa hao ni watu ambao wako mtaani, na hili halihitaji maandamano, hili halihitaji kujipanga, hili linahitaji kila mtu binafsi kuamua kwamba you know what, hawa washenzi lazima wachukuliwe hatua. Kwa hiyo wanaanza kutengwa. Hii njia ilikuwa na ufanisi mkubwa sana huko Zanzibar, hasa Pemba, na ndiyo iliyopelekea serikali ya CCM Zanzibar kuamua kukaa kitako na vyama vya upinzani kutengeneza serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa nini huku bara ishindikane? Huko Pemba kulikuwa sio na watu 500,000, sio milioni 1, wakati huku Tanzania bara at least watu karibu milioni 70. Kwa nini ishindikane? Kwa nini ishindwe kuwatenga watu ambao wamesababisha mauaji ya maelfu ya Watanzania wenzetu? Hili linawezekana. Kwa hiyo sambamba na kutilia mkazo katika hili la maandamano ambalo kilogistic linakuwa na ugumu, changamoto, kwa sababu maandalizi na watu inabidi waache shughuli zao, lakini hili la kuwatenga hawa majahili linawezekana. Ni swala la uamuzi. Watengwe katika kila jambo, eventually watakuja kugundua kwamba sio sahihi, na wengine katika kule kutengwa watafikia kupatwa na akili, kwa sababu kuna watu ambao wanakerwa huko CCM, wanakerwa na haya yaliyojiri, lakini wanakosa ujasiri, wanakosa uthubutu. Wakitengwa, wakiwa victim wa haya matendo ya chama chao, watakisaliti hiyo chama na watakuja kuungana na umma ambao unapinga haya yasiyoendelea. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu tuwe maoni hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.